wa sasa baada ya Mungu kutukaribisha na kupokea kile ambacho ametupatia kwa muda wa juma zima, lakini muda sasa ambapo yeye mwenyewe anaenda kutulisha chakula cha kimbingu, roho zetu zifurahi, zinemeke. Maana yake tumekuja tukiwa na wadhaifu, wanyonge wa roho zetu, tumetanga mbali huko na huko, lakini yeye mwenyewe anaenda kutuhutubia na kutujenga upya. Hivyo kila mwenye sikio, kila mwenye macho, tutamtazama yeye mwenyewe kupitia mwakilishi ambaye amemwandaa kwa juma zima. Hivyo anapoenda kusimama mhudumu, si yeye bali ni Mungu yuko ndani yake. Hivyo wote tuwe wepesi kusikiliza, lakini pia tuwe makini ili Mungu atujenge katika hotuba ya mchana wa leo. Maana siku ya Sabato ya leo kwa kweli tunaamini na tunashuhudia kwa sababu tuko ndani ya darasa au katika shule ya Mungu. Basi nitamkaribisha mhudumu ambaye Mungu amekuandaa kwa juma zima, ukaribie ili uzungumze na kutano hili ambayo Mungu ameleta ili wote tuweze kumuona. Karibu mtumishi. Amina. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tupungiane mkono watu wa Mungu. Amen. Inapendeza sana kutano kama hili tunapokuwa tumekusanyika mbele za uso wake Mungu kwa ajili ya kumwabudu yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za nini wapendwa? Za maji. Sisi ni wake kwa sababu tumeumbwa na yeye, lakini pia sisi ni wake kwa sababu ametukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekusanyika mbele zake tukiwa na furaha kabisa. Kati ya furaha zote ambazo kwa kweli imekuwa ni furaha kwa wacha Mungu ni kukaribia mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli hakuna jambo ambalo mimi kwa kweli huwa linanitia furaha ninapokuwa katika kusanyiko la kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli inapofika hasa siku ya Sabato, kwa kweli nafurahi sana kwa sababu Sabato ipo kwa ajili ya kutuunganisha na Mungu wetu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliyeumba kupitia kwa mwanae Yesu Kristo. Amina. Hivyo siku hiyo inakuwa ni siku yenye mibaraka, tunanyeshewa mvua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo usikubali manyunyu yao yanadondoka kwa jirani yako, kwako wewe bado ni kiangazi. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tunyeshewe mvua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na kipindi hiki Mungu anahitaji kuwakamilisha watendakazi wake kwa ajili ya kazi ya mwisho. Kazi ya mwisho ya kufunga historia ya dunia inaendelea. Ujumbe wa malaika watatu unaendelea. Ujumbe wa malaika yule watatu ukiendelea kukazwa katika akili za watu, Mungu muda sio mrefu ataufunga ujumbe huu. Hebu tushiriki nasi katika ujumbe huu kutangaza. Kwanza tukijitoa sisi wenyewe kama tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia tukitoa mali zetu kwa ajili ya kuwezesha hii kazi isonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hivyo watu wa Mungu, katika mchana huu leo tutakuwa na somo ambalo tunapoenda kuangalia hili somo ni walike. Unaweza sasa ukatayarisha mahali kwenye daftari lako, liweke vizuri daftari lako. Lakini pia kwa wengine unaweza ukanasa kwa njia ya simu yako. Lakini pia mafundisho kama haya tunaendelea kushiriki na ndugu zetu hata walio mbali ambao wanatufuatilia kupitia mtandao wa YouTube, kupitia channel yetu ya Nitume Mimi TV. Tunaendelea kushukuru kwa ajili ya mirejesho ambayo watu wa Mungu mnaendelea kuitoa na jinsi ambavyo mnaendelea kubarikiwa, na ndivyo Mungu ambavyo anafunga kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunawashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia, na hivyo unapopata masomo haya unakuwa na fursa hata ya kumtumia ndugu yako. Hiyo linki unamtumia ndugu yako na yeye anafuatilia kwamba nimepata ujumbe hapa, na mimi nakutumia ndugu yangu, anaweza kufuatilia mahali popote ulipo. Natambua kwa ndugu zetu ambao wanatumia mfumo huu wa simu ambazo zinawezesha kupeleka haya mawasiliano. Hebu sasa usibaki na ujumbe peke yako, mshirikishe na ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi watu wa Mungu, tunapoenda kushiriki katika ujumbe wa mchana huu leo, tutakuwa na ujumbe ambao tunaupatia somo letu linasema
kupaingia patakatifu. Kupaingia nini wapendwa? Kupaingia Patakatifu. patakatifu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kupaingia patakatifu ni mada ambayo hebu sasa igonge katika akili zetu. Mungu analo neno juu yetu kuhusiana na mada hii, kupaingia patakatifu. Tunapotafakari somo hili, ningependa turudie fungu letu kuu. Kwa wale ambao hata hatukulipata vizuri, kwa wale ambao tulilipata vizuri, hebu tuunganishe ili tuwe na wazo hili wapendwa. Moja. Sasa tunarudi katika fungu letu kuu, kitabu cha Kutoka sura ile ya 25 mstari wa 8 na wa 9. Kutoka 25 mstari wa 8 na wa 9. Neno la Bwana linasema, Ndiyo. nao na wanifanyie patakatifu, Ndiyo. ili nipate kukaa kati yao. Ndiyo. Sawasawa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ni maelekezo ya Mungu ambayo anayatoa kwa mtumishi wake Musa. Musa akiwa na kanisa akisafiri toka kule Misri, na Kristo mwenyewe akiendelea kuliongoza hilo kanisa jangwani. Maelekezo yanatoka kwa Mungu kwamba nao na wanifanyie patakatifu ili niweze kukaa katikati yao, mfano, Bwana Yesu asifiwe, Amen. mfano wa jinsi ambavyo umeoneshwa mlimani. Kwa hiyo tayari tunaona kwamba tayari kuna maelekezo ambayo mtumishi wa Mungu Musa alipoitwa mlimani, Mungu alimpatia maelekezo, na katika maelekezo aliyompatia pia alimuonesha patakatifu pa mbinguni palivyojengwa na vipimo akapewa. Lakini zaidi sana tunaona kwamba Musa akaelezwa hata vyombo ambavyo vinapaswa kuwekwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lengo ni nini? Mungu anasema ili niweze kukaa katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kusudi la Mungu kufanya patakatifu, kusudi lake kuu la Mungu ni kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya kumkomboa nani wapendwa? Patakatifu. Mungu alianzisha hizi huduma katika mpango wa ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Katika mpango wa nini wapendwa? Katika mpango wa ukombozi. Ndiyo maana ukiangalia hapa tunaelezwa kwamba huduma za mwaka mzima za hekalu huwakilisha mpango mzima wa nini wapendwa? Bwana Yesu asifiwe. Na hapo hebu tusome neno ambalo sasa lituvute sote tuone kwamba kumbe kusudi la Mungu la kuanzisha patakatifu, lengo lake ili kusudi kumkomboa nani wapendwa? Mwanadamu. Sasa tunaweza tukawa na maneno ambayo tuyatafakari. Tunaweza tukajiuliza kwamba patakatifu ni nini? Si ndivyo watu wa Mungu? Patakatifu ni nini? Patakatifu, tunapopangalia kulielewa maana ya neno hili, kwanza ni hema iliyotengenezwa na Musa kwa maelekezo ya Mungu kule jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Ni hema iliyotengenezwa na Musa kwa maelekezo ya Mungu kule wapi? Jangwani. Na hatimaye wanaingia nchi ya ahadi kule Kanaani. Tunaona kwamba linajengwa hekalu au jengo la kudumu. Wakiwa jangwani lilikuwa la kuhamishwa, lakini mfano wake ni kama ambavyo tunaona katika mchoro huu. Patakatifu ni hema iliyotengenezwa na Musa kwa maelekezo ya Mungu. Hii hema ukiangalia ilikuwa na uzio unaozunguka. Uzio unaofanyaje wapendwa? Unaozunguka. Huu uzio ulikuwa na mlango. Bwana Yesu asifiwe. Na unapoingia tu hapo mlangoni hivi, tayari utakutana na madhabahu iliyotumika kwa ajili ya kuteketeza wanyama.
wa sadaka kwa ajili ya kafara. Watu wanapoleta maungamo yao ya dhambi, walikuja na mnyama mkamilifu. Mtu anaungama dhambi zake, anapewa kisu na kuhani, anamchinja yule mnyama, na damu iliweza kufanya upatanisho, na mnyama huyo aliteketezwa hapa. Na wakati mwingine mnyama hakuteketezwa, kuhani walitokosa ile nyama, makuhani waliila ile nyama. Lengo ni kwamba ni nini? Dhambi ilitoka kwa yule mnyama, kuhani aliibeba. Dhambi iliyotoka kwa mdhambi imeingia kwa mnyama. Kwa mnyama kuhani anaibeba. Wakati mwingine mnyama aliteketezwa, kuonesha kwamba huyu mdhambi aliyeungama dhambi zake, moshi unaopopaa mbinguni, kwamba maombi yake na dua zake zinamwelekea Mungu, zimepokelewa. Lakini hapa kulikuwa na birika ya kunawia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Birika ya kunawia. Kuhani alinawa, au makuhani walinawa kabla hawajaingia kwenye chumba cha kwanza. Chumba cha kwanza kulikuwa na vifaa, maana Musa aliambiwa kwamba atengeneze mfano wa patakatifu pa wapi? Mbinguni. Ungekutana na meza ya mikate ya onyesho. Ilikuwa na mikate 12, kiwakilisha pia makabila 12 ya wana wa Israeli. Hii mikate ilibadilishwa sabato kwa sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Makuhani waliila wakiwa katika huduma. Ukiangalia kulikuwa na kinara cha taa 7 katika chumba cha kwanza hicho. Lakini ukiangalia katika hiki chumba kulikuwa na madhabahu ya kufukizia uvumba. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo unapoingia manake kwamba kulikuwa na pazia la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ambalo lilikuwa linaleta sasa mlango wa kuingilia. Tayari hapa chumba cha kwanza kinapoisha, tayari kulikuwa na pazia ambalo linatenganisha hivi viumba viwili. Bwana Yesu asifiwe. Na pazia hili kwa kweli halikufika mpaka juu, lilikomea mahali fulani. Na kwamba kulikuwa na mawasiliano kati ya chumba cha kwanza na chumba cha ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuhani alipokuwa anafukiza uvumba ukiwakilisha maombi ya watakatifu, uvumba au moshi huu uliingia katika chumba cha pili. Katika chumba cha ngapi? Katika chumba cha pili kulikuwa na sanduku la agano, ambalo ndani yake kulikuwa na mbao 2 za mawe, zenye amri 10 za Mungu. Kulikuwa na fimbo ya Haruni iliyochipuka, kiwakilisha mamlaka Mungu aliiweka. Lakini pia tunaona kwamba kulikuwa na kopo la mana, ile mikate waliokula jangwani. Hiyo ukumbusho ya kwamba Mungu ndiye ambaye anatupatia riziki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ndiye aliyewalisha wana wa Israeli kule jangwani. Lakini tunaona kwamba juu ya sanduku la agano kulikuwa na kifuniko. Hicho kifuniko chake kilikuwa na upindo, ambacho katika hiki kifuniko ndiko kiliitwa kiti cha rehema au kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Na juu yake yalitengenezwa makerubi mawili, mkono wa kulia na kushoto, ambao walikuwa ni makerubi wanaofunika. Tunaambiwa kwamba alitengeneza mfano wa patakatifu pa wapi? Na katikati ya makerubi hapa utukufu wa Mungu ulionekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake kwamba uwepo wa Mungu ulikuwa katika chumba cha ngapi wapendwa? Cha pili. Ukiangaza katika hekalu lote. Kwa hiyo lengo la Mungu ilikuwa kwamba Musa anamwambia wanifanyie patakatifu ili niweze kukaa katikati yao. Lengo la patakatifu ili Mungu akae katikati yetu. Na Mungu alianzisha patakatifu katika swala la kumkomboa mwanadamu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo patakatifu tunapata maana yake ya kwanza, tunaona kwamba ni hema ambayo ilitengenezwa na Musa kwa maelekezo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tunaangalia pia patakatifu, maana yake ya pili tunaona kwamba ni patakatifu, ni hema halisi. Ni hema halisi iliyoko mbinguni, ambayo imetengenezwa pasipo mikono ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni Mungu mwenyewe ameifanya, ambayo Musa sasa alifanya kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa somo letu linasema sasa kupaingia nini? Sasa tunahitaji kupaingia patakatifu. Tunapopaingia patakatifu, maana yake kwamba tunaangalia jinsi gani ambavyo tutakuwa kama Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeimba wimbo wetu ya kwamba tunapaswa kuwa kama nani wapendwa? Kama Yesu. Yesu ambao anakuja kuwachukua ni wale ambao wamefanana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale ambao wamefanana na nani? Na yeye. Kwa hiyo sasa Yesu anatukarabati utu wetu wa ndani. Utu wetu wa ndani, ili kwamba yeye anaporudi mara ya pili anakuja na ujira wake mikononi mwake, kumlipa kila mtu sawasawa na matendo, yani sawasawa na kazi zake. Bwana Yesu asifiwe.
Yaani matendo yake ni kazi. Maana yake sasa hii inatupatia makini kwamba kumbe kila kazi ninayoifanya, Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio mfumo kwa watu wa Mungu, iwe ni kulima, iwe ni biashara, iwe ni nini, watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hiyo kazi inapimwa kwenye mizani. Inapimwa kwenye nini wapendwa? Kwenye mizani, inamtukuza Mungu. Kumbe Mungu anakuja Mungu anatulipa sawa sawa na kazi tunazozifanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiangalia Mungu ameendelea kutumia mfumo wa patakatifu katika kuwakomboa wanadamu, na hiyo tunaona tu kwamba baada ya dhambi kuingia, tunaposoma Mwanzo sura ya 3, dhambi inaingia, lakini kinachofuata Mungu hakutulia. Tayari mpango wa ukombozi ulikuwa umewekwa, ukaanza kutekelezwa. Mnyama anachinjwa, Adam anachinja mnyama kwa ajili ya kuleta upatanisho. Mavazi yanapatikana, Adam anavikwa na mkewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana baada ya dhambi kuingia, tunaambiwa kwamba utukufu wa Mungu uliwaondoka Adam na Hawa. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ni jambo la kuhuzunisha, lakini Mungu hakumwacha mwanadamu. Dunia yetu hii Mungu mpango uliko umewekwa ukaanza kutekelezwa. Tayari Adam anapewa sasa maelekezo ya kumrudia tena Mungu, ni kupitia kafara za wanyama. Mwana kondoo anachinjwa mkamilifu, mavazi yanatumika kwa ajili ya kuwavika, lakini pia tunaona kwamba damu ili kuleta upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaposoma kitabu cha Zaburi 77 mstari wa 13. Zaburi 77 mstari wa 13. Zaburi 77 mstari wa 13. Neno la Bwana linasema katika Zaburi 77 aya ya 13. Ndiyo. Mungu, njia yako i katika utakatifu. Ndiyo. Ni nani aliye Mungu mkuu kama Mungu? Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtunga Zaburi anasema Mungu, njia yako iko katika nini wapendwa? Utukufu. Amesema utakatifu. Daudi anatueleza kwamba njia ya Mungu iko wapi? Iko katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hili jambo ili litukolee vizuri, watu wa Mungu, hebu tuliangalie hili neno kidogo, hebu tuliweke vizuri hili neno vizuri, kwamba Mungu, njia yako iko katika utakatifu wako. Hebu tuliweke vizuri hili neno. Tusome pia na Biblia hii ya King James Version, kuna neno hili tuliweke vizuri ili litukolee vizuri, maana tunazungumzia kupaingia nini wapendwa? Hebu tusome mtumishi wa Mungu aliyefungua pale kitabu cha Zaburi 77 mstari wa 13 kwenye King James Version. Unaweza kutusomea mtumishi wa Mungu? 77 mstari wa 13 kwenye King James Version. Kuna neno hapa ili kusudi litukolee vizuri, watu wa Mungu, tunapoendelea na mada yetu. Zaburi 77 ndiyo mstari wa 13. Ndiyo. Anasema ndiyo. Mstari wa 13 anasema hapa anasoma Kikoroni, lakini sasa tutaweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna kitu tunahitaji tukiweke vizuri, kitukolee. Soma hapo mtumishi wa Mungu. Anasema ndiyo. Thy way. Anzia 13 kabisa yote. Anzia 13 yote hiyo. Ndiyo. Anasema thy way, oh God, is in the sanctuary. Who is so great as God is our God. Rudia sasa hicho kipengele cha kwanza. Narudia. Ndiyo. Nasema thy way, oh God, is in the sanctuary. Kwamba njia yako Mungu iko katika patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno utakatifu nilihitaji tuliweke vizuri ili tukolee. Kwenye Kiswahili imesema kwamba iko katika utakatifu, kumbe iko katika patakatifu. Nimehitaji tuliweke vizuri ili litukolee kwamba kumbe njia yake Mungu iko katika nini wapendwa? Patakatifu. Wapendwa, njia ya kumfikia Mungu, Mungu ameiweka katika mfumo wa huduma za hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ameweka huu mfumo ili kwamba kwa kweli mpango wake unapokamilika, inakamilisha mpango wake wa ukombozi. Kwa hiyo Mungu amekuwa akiwaokoa watu wake kupitia mfumo wa hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mtunga Zaburi anasema kwamba Mungu, njia yako iko katika
patakatifu. Na hapa tuone mambo machache. Tunapoangalia mpango wa Mungu wa kumwokoa mwanadamu ili awe kama Yesu, Mungu amekuwa akitumia mfano wa hekalu. Kama tunaona kwamba kuanzia pale Edeni mnyama alichinjwa, si ndivyo watu wa Mungu? Lakini hebu turudi kwa wana wa Israeli. Kwa wana wa Israeli wakiwa kule Misri, Mungu akihitaji kuwatoa kule kuwaingiza katika nchi ya ahadi ya Kanani, Mungu alitumia mfumo wa nini? Wa hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Alitumia mfumo wa nini wapendwa? Wa hekalu. Tunaposoma kitabu cha Kutoka sura ya 12 tunaambiwa kwamba wana wa Israeli wanaagizwa waandae au wachinje kondoo wa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Ukiisoma hiyo Kutoka sura ya 12 wanaambiwa kwamba wapake damu yake katika miimo ya milango yao. Mungu alikuwa akinyeshea Misri mapigo kumi ili awatoe watu wake kule. Katika lile pigo la 10 wanaambiwa kwamba wachinje kondoo wa Pasaka ambaye damu yake watapaka katika miimo ya milango yao. Na malaika anayeangamiza kila mzaliwa wa kwanza wa wanyama na wanadamu, anapoiona ile damu analuka juu ya ile nyumba. Maana yake kwamba waliomo kwenye ile nyumba, wazaliwa wa kwanza hawakuangamia. Kwa hiyo tunaona kwamba cha kwanza tunaona kwamba Mungu anaanza kutuelekeza kwamba ili tuokolewe, tunaokolewaje? Ni kupitia yule kondoo. Alikuwa anamwakilisha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anamwakilisha nani wapendwa? Yesu. Ndiyo maana ukiingia tu hapa patakatifu, Bwana Yesu asifiwe, unapoingia katika ule uzio unakutana na mlango ambao huu mlango walitumia kuingizia kupitishia wanyama. Mtenda dhambi anapokuja na mnyama wake anaingia katika hili lango. Tayari hili lango linaanza kutupatia picha kwamba kwa kweli hili lango lilimwakilisha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hili lango lilimwakilisha nani wapendwa? Yesu. Kitabu cha Yohana Injili 10 mstari wa 7. Msomaji tusome. Yohana Injili 10 mstari wa 7. Yohana Injili 10 mstari wa 7. Yohana Injili. Ndiyo. Neno la Bwana linasema. Ndiyo. Basi Yesu aliwaambia tena. Amin, amin nawaambieni. Ndiyo. Mimi ndimi mlango wa kondoo. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ndiye aliyesema kwamba yeye ndiye mlango wa nini wapendwa? Wa kondoo. Mungu anatupatia utaratibu wa kumfikia yeye. Lakini unapokutana tu hapo, unapotoka katika lango unakutana na madhabahu ya kuteketezea nini wapendwa? Wanyama ambao kwamba iliwakilisha kwamba mahali ambapo kafara ilifanyika. Tunaona kwamba Yesu alikufa msalabani. Alikufa wapi wapendwa? Msalabani. Yule kondoo alimwakilisha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunaona kwamba ili tuokolewe kwa kweli tunaingia kupitia kwanza kwa Kristo kwa kumwamini yeye. Tunamwaminije? Tunamwamini kwamba yeye ndiye mwana wa Mungu ambaye alitolewa kwa ajili ya wokovu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Akafa msalabani. Lakini tunapomwamini Yesu kwa kweli tunakutana na hatua ya pili. Maana tunaona kwamba wana wa Israeli wanachinja kondoo. Lakini wanapochinja kondoo yule wa Pasaka wanaokolewa. Wanapotolewa Misri wanaanza kutembea. Ghafla ukifika Kutoka sura ya 14 wanakutana na bahari ya Shamu. Wanakutana na bahari ya nini? Ya Shamu. Wanapopita katika bahari ya Shamu, kwa kweli maji yaligawanyika, kulia kushoto na wingu juu. Bwana Yesu asifiwe. Na tusome hiyo katika Wakorintho wa kwanza 10 kuanzia mstari wa kwanza hapo tutembee hadi mstari wa 3. Wakorintho wa kwanza, mtumishi wa Mungu, tusome hapo kwamba Mungu hata wana wa Israeli aliwakomboa kwa mfumo wa nini wapendwa? Wa hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia kondoo anachinjwa, tayari anamlenga Kristo. Lakini tunaona hatua ya pili, kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14, tusome hapo Wakorintho wa kwanza 10. Aya ya kwanza inasema. Ndiyo. Kwa maana ndugu zangu, ndiyo, sipendi mkose kufahamu ya kuwa, ndiyo, baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Ndiyo. Wote wakapita kati ya bahari. Wote wakabatizwa wawe wa Musa. Ndiyo. Katika wingu na katika bahari. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuishie hapo. Kwa kweli wanatoka kuchinja kondoo wa Pasaka. Hatua wanayokutana nayo tunaona kwamba wanakutana na maji, bahari. Bwana Yesu asifiwe. Hii kwa kweli hii tunaona kwamba walibatizwa. Hebu tuwe tunaenda tunayamaliza haya yote. Na sisi tunaelezwa kwamba Mungu anatuokoa vivyo hivyo, kwamba ili tuokolewe cha kwanza tunamwamini Yesu Kristo kama mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hatua inayofuata lazima mtu abatizwe. Bwana Yesu asifiwe. Anapobatizwa anabatizwa kwa kumwamini Yesu kwamba ni mwana wa nani wapendwa? Wa Mungu. Wa Mungu. Wapendwa, hapa ndipo kwenye ushindi. Kumwamini Yesu kama mwana wa nani? Wa Mungu. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume 8 mstari wa 32.
au tusome 31 na 32. Matendo ya Mitume 8:31. Ndiyo. Neno la Bwana linasema, Ndiyo. akasema, Ndiyo. nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Ndiyo. Akamsihi Filipo, Huyo ni towashi, akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Ndiyo. Na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili: Ndiyo. aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, Ndiyo. na kama vile mwana kondoo alivyokinya mbele yake amkataye manyoya, Ndiyo. vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Ndiyo. Katika kujidhiri kwake hukumu yake iliondolewa. Ndiyo. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Ndiyo. Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Ndiyo. Yule towashi akajibu, Ndiyo. akamjibu Filipo akasema, Ndiyo. na kuomba, nabii huyu anasema maneno haya kwa habari ya nani? Ndiyo. Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Ndiyo. Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lilo hilo, Ndiyo, tunaenda mpaka mstari wa 37. akamhubiri habari njema za Yesu. Ndiyo. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Ndiyo. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Ndiyo. Filipo akasema, Ndiyo. ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Ndiyo. Akajibu akanena, Ndiyo. naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapomwamini Yesu Kristo kama mwana wa Mungu, hatua inayofuata tunabatizwa ubatizo wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunazaliwa mara ya pili, tunazikwa pamoja na Kristo, tunafufuliwa pamoja naye kama ambavyo Baba alimfufua mwanaye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapo kwa kweli tunaona kwamba tunajazwa uweza wa Mungu, tunakuwa viumbe wapya. Hatua ya pili. Lakini tunaona kwamba wana wa Israeli, tunaona kwamba baada ya kuvuka maji, tukisogea katika kitabu cha Kutoka sura ya 16, Mungu anaanza kuwapatia mikate. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kwamba anawapatia chakula safi. Mikate hii ambayo pia ilimwakilisha Yesu, maana yeye ndiye chakula cha nini wapendwa? Cha uzima. Yohana Injili 6 mstari wa 35. Lakini ukiangalia kwamba kwa kweli tunapokuwa tumebatizwa, tunaingizwa katika hatua ya kuendelea kujilisha neno la Mungu. Neno la nani wapendwa? Na Mungu. Tudumu katika neno la Mungu. Lakini pia tunapaswa sisi kuangaza kama taa. Lakini pia tunapaswa kuendelea kuwa na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ni hatua ambayo Mungu anatuchukua hatua kwa hatua. Na hatua ya mwisho baada ya Mungu kuwapatia wana wa Israeli mikate, kitabu cha Kutoka sura ya 19 na 20, anawapatia amri 10 za Mungu. Amri 10 za nani wapendwa? Za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu ametuwekea huu mfumo jinsi ambavyo tutakavyokamilishwa. Kwa hiyo cha kwanza lazima tuelewe ya kwamba kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunapoelewa kwamba kuna Mungu, Mungu ana mwanae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoamini ya kwamba Mungu ana mwanae na kupitia mwana Mungu amekusudia kutuokoa sisi wanadamu. Kwa tunapokubali mpango wa ukombozi wa Mungu aliyouweka kupitia kwa mwanae, kwa kweli tunao uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Yohana Injili 3 mstari wa 16. Kitabu cha Injili ya Yohana 3 mstari wa 16. 3:16 Injili ya Yohana. Ndiyo. Nasoma kama neno la Bwana lilivyoandikwa. Ndiyo. Kwa maana jinsi hii Ndiyo. Mungu aliupenda ulimwengu, Ndiyo. hata akamtoa mwanawe pekee, Ndiyo. ili kila mtu amwaminie asipotee, Ndiyo. bali awe na uzima wa milele. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapa ndipo palipo na kiini cha ukweli wote, kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae pekee ambaye ni Yesu Kristo, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa nini wapendwa? Wa milele. Kumbe kuna Mungu ambaye alimtoa mwanae ili ya kwamba turudi kama ambavyo walikuwa wazazi wetu wa kwanza, Adam na Hawa. Kwa kweli lazima tukubali huu ukombozi, huu mpango wa ukombozi ambao Mungu ameuweka. Na hivyo tunaanza kuelewa kwamba kumbe hekalu lililojengwa hapa duniani lilikuwa ni mfano wa hekalu la mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lilikuwa ni mfano wa hekalu la wapi wapendwa? La mbinguni. Kwa nini tunapasisitiza hapa kwamba kumbe kuna hekalu halisi la mbinguni ambalo leo Yesu anahudumu kama kuhani? Na hicho ambacho sasa tukione katika kitabu cha Waibrania 9, hebu tusome mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 4. Tusogee mpaka mstari wa 5. Waibrania 9 mstari wa kwanza hadi wa 5, kwamba kumbe
hekalu la duniani lilikuwa ni mfano wa hekalu la wapi wapendwa? Mbinguni. Sogea msomaji. Nasema Ndiyo. basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza mlimokuwa na kinara cha taa, Kulikuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya onyesho. ndiyo. Ndipo palipoitwa patakatifu. Paliitwaje wapendwa? Patakatifu. Ndiyo. Na nyuma ya pazia la pili, Na nyuma ya pazia la pili, ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu, ile hema iliitwa patakatifu pa patakatifu, yenye chetezo cha dhahabu, chetezo cha dhahabu, na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote. ndiyo. Mulimokuwa na ile kopo la dhahabu lenye ile mana, Ndiyo. na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka, Ndiyo. na vile vibao vya agano, Ndiyo. na juu yake Ndiyo. makerubi ya utukufu, Ndiyo. yakikitia kivuli kiti cha rehema. Ndiyo. Basi Ndiyo. hatuna nafasi sasa kuyaeleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. Ndiyo. Basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hekalu la duniani lilikuwa ni mfano wa hekalu la mbinguni. Na wapendwa, hapa ndipo palipo na siri. Na hapa ndipo palipo na siri hata waasisi wa imani ambao tumeamua kurudi, waasisi wa imani ya Waadventista wa Sabato wa awali ambao tumeamua kurudi katika mafundisho ya Biblia. Tunaona kwamba waliamini kwamba mbinguni kuna hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Na waliamini kwamba katika hilo hekalu kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye huyo Mungu ana mwana Yesu Kristo ambaye alimtoa. Kwa mpango wa ukombozi uliasisiwa kutoka pale patakatifu. Na tunaona kwamba katika patakatifu pa mbinguni wahudumu waliosaidia kuhudumu pamoja na Kristo ni malaika. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba huu ni mpango ambao Mungu aliweka. Tunapoutazama lengo lake, Mungu aturejeshe sisi ili tuwe hekalu lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa shetani katika kuvunja mpango huu wa ukombozi ameendelea kuwa na hila ya kutaka kuwatoa watu katika ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Ameendelea kuwa na hila ya kuwatoa katika ukweli, na hivyo ukija kuangalia, shetani pia ameingiza nadharia na hila ya kufundisha ya kwamba hakuna patakatifu mbinguni. Hakuna patakatifu wapi? Mbinguni. Hakuna patakatifu wapi? Mbinguni. Hebu tusome vizuri kitabu cha Ufunuo 11 mstari wa 19. Tunapakazia hapa watu wa Mungu, ndipo kuna siri. Hili ni pambano. Tunahitaji sasa kupaingia watu wapendwa, patakatifu. 11 mstari wa 19, msomaji. Neno la Bwana linasema, Ndiyo. kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni. Kumbe wapendwa, kuna hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa. Na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ufunuo 11 mstari wa 19 kwamba tunaelezwa kwamba kumbe kuna hekalu la Mungu wapi? Mbinguni, ambalo mfano wake kwa kweli ulijengwa hapa duniani. Na kwa nini tumepakazia hapo? Maana shetani alilenga kuharibu huduma hii ya patakatifu ili mwanadamu kwa kweli akose tumaini, ili mwanadamu asiokolewe. Na huu ndio ukweli, kwa sababu tumeamua kusimama katika ukweli. Kwa kweli tutakutana pia na hizi nadharia ya kwamba hakuna patakatifu wapi? mbinguni. Maana yake kwamba mwanadamu hakuokolewa, yaani mwanadamu anajiokoa mwenyewe. Kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho sura ya 12, nasoma ukurasa wake wa 149. Mtumishi utatusomea katika kichwa kidogo kinachosema mafundisho ya uongo huwavutia wengine mbali. Naomba tu tukimbie hapa, hiki kilichoko hapa ni 149. Mafundisho ya uongo huwavutia wengine mbali, katika aya ya mwisho. Soma hapo msomaji. Adui ataingiza nadharia za uongo. Adui ni nani wapendwa? Shetani. Ni Ibilisi na shetani ataingiza nadharia za uongo, Kama vile fundisho kuwa hakuna patakatifu. Hakuna nini? Patakatifu. Shetani ataingiza nadharia. Hebu labda mimi ni waombe washiriki na watu wa Mungu. Wangapi ambao tumebahatika labda kukutana na watu ambao wao wanasema kwamba hakuna patakatifu? Kuna mtumishi hapo, mtumishi Ntarisha. Ni hivi watu wa Mungu, ndicho ambacho adui alikikusudia siku za mwisho, kwamba watu wasiamini kwamba hakuna nini?
patakatifu mbinguni. Lengo ni nini? Mwanadamu kwanza asielewe, panapokosekana patakatifu hakuna mpango wa ukombozi. Na unapoondoa mpango wa ukombozi, shetani lengo lake alilolikusudia ni kumuondoa Mungu. Ni kumuondoa nani? Mungu. Yaani kwamba hakuna nani? Mungu. Hakuna Mungu. Maana tunaona kwamba njia ya utakatifu wa Mungu iko katika patakatifu pake. Njia ya Mungu iko katika patakatifu pake. Na tunaona kwamba mpango wa ukombozi unaasisiwa kutoka patakatifu pake. Anamtuma mwanaye wa pekee Yesu Kristo. Na ndiyo maana kwamba shetani kumbe lengo lake sio kulenga tu kwamba hakuna patakatifu mbinguni, lakini lengo alilolikusudia ni kusema kwamba hakuna nani? Mungu. Hakuna. Na hili shetani amelifanikisha kupitia fundisho linaitwa fundisho la utatu. Kupitia fundisho la nini? La utatu. Na hapa ndipo tunaona kuna siri. Kuna siri. Na hapa ndipo pana siri. Maana tunaambiwa kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini? Ulimwengu. Hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Kumbe kuna Mungu ambaye aliupenda ulimwengu akamtoa mwana. Kumbe kuna mwana wa Mungu na kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunapoamini sisi wanadamu tunakuwa na uzima wa milele, maana Mungu anatupatia uzima wake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusogee kidogo katika kitabu cha Zekaria 6 mstari wa 12 na 13. Zekaria 6 mstari wa 12 na 13. Zekaria 6 mstari wa 12 na 13. Tukimbie sasa haraka. Zekaria 6:12. Ndiyo. Aya ya 12 na aya ya 13 ya Zekaria 6. Ndiyo. Neno la Bwana linasema hivi. Ndiyo. Bwana anasema hivi, ukamwambie ukisema, Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba, ndiyo, tazama mtu huyu ndiye ambaye jina lake ni chipukizi, ndiyo, naye atakuwa katika mahali pake, ndiyo, naye atalijenga hekalu la Bwana. Ndiyo. Naam, yeye atalijenga hekalu la Bwana, naye atauchukua huo utukufu. Ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi. Ndiyo. Na kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi, na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaona kwamba Yesu Kristo katika kulijenga hekalu la kiroho, yani sisi miili yetu sasa ikamilike kupitia huduma ya patakatifu pa mbinguni na hapa duniani, ambapo palikuwa pa mfano kwamba wanadamu tuweze kurejeshwa kwa Mungu. Shauri la amani ya kuiletea dunia amani ilikuwa kati ya hao wangapi? Wawili, Baba na mwanaye, kwamba Baba alimtoa mwanaye wa pekee Yesu, mwanaye pekee Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na haya maneno kama ambavyo tunaona kwamba roho za manabii huwatii manabii, na Mungu anaendelea kutufunulia zaidi na zaidi kupitia pia kwa mjumbe wake Ellen G. White. Ellen G. nani? Kitabu cha Pambano Kuu sura ya 23 inayosema patakatifu ni nini. Tunahitaji kusoma katika kitabu hiki ukurasa wake wa 347 aya ile ya pili. Kwa Kiingereza ukurasa wa 416 aya ya 4. Kwa wale ambao pia wanatufuatilia kwa njia ya mtandao, ukurasa wa 416 kwa Kiingereza aya ya 4, Pambano Kuu. Tunahitaji kuisoma hii aya, mtumishi, tusomee. Maana tunahitaji kuangalia sasa shetani kwa nini sasa ameleta hila, kwamba kwanza hakuna nini? Patakatifu. Halafu ana lengo lake ni kumuondoa Mungu. Ni kumuondoa nani? Mungu. Yaani kuondoa sasa tumaini kwa wanadamu kwamba hakuna wokovu. Yaani Mungu hayupo. Tayari shetani anaingiza nadharia wanadamu wafie dhambini, kwamba hakuna mpatanishi wao ili kwamba waweze kuokolewa. Tusome msomaji pale. Anasema, ndiyo, na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Na shauri la amani litakuwa kati ya hao wangapi, wapendwa? Wawili. Ndiyo. Upendo wa Baba ulio sawa na upendo wa Mwana. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Baba ulio sawa na upendo wa Mwana ni chemichemi ya wokovu kwa ajili ya jamii ya wanadamu iliyopotea. Bwana Yesu asifiwe. Ni chemichemi ya wanadamu kwa ajili ya chemichemi ya uzima kwa ajili ya wanadamu waliopotea. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kabla hajaenda zake. Ndiyo. Siwaambia kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. Ndiyo. Kwa maana Baba mwenyewe awapenda. Yohana 16:26 na 27. Ndiyo.
Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Ndiyo. Na katika huduma ndani ya hekalu lililo mbinguni, Katika huduma ya hekalu lililoko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliupenda ulimwengu. Kumbe mpango wa ukombozi uliasisiwa patakatifu katika hekalu la mbinguni. Mungu aliupenda ulimwengu Hata akamtoa mwanaye pekee. Ili kila mtu amwaminie asipotee. ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kupitia kwa mwanaye Yesu Kristo kutufunulia huu kweli. Kumbe mpango wa ukombozi uliwekwa kati ya Baba na mwanaye Yesu. Lakini tunaona kwamba katika makerubi hapa kuna kerubi ambaye Mungu alikuwa amemuinua kuwa nafasi ya tatu kutoka kwake. Nafasi ya pili kutoka kwa Mungu aliitwa Lucifer, ambaye sasa ni ibilisi na shetani, na nafasi yake sasa ikishikiliwa na Gabrieli. Alitaka naye kuabudiwa kama ambavyo anaabudiwa Baba na mwanaye. Na hivyo shetani kwa hila zake ndiye ambaye alilazimisha kuanzia mbinguni kwamba naye awe kiumbe ambaye anapaswa kuabudiwa watatu kutoka kwa Mungu. Jambo hilo halikuwezekana. Maana tunaisoma hiyo katika Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 hadi wa 9, kwamba hiyo vita shetani hakushinda, pamoja na malaika ambao walikubali sera zake. Kwa kweli haikuwezekana, alitaka hiyo ibada. Lakini tunaona kwamba mpango wa ukombozi unapowekwa kati ya Baba na Mwana, lakini shetani anaingiza ajenda ya kwamba mwanadamu kuna kiumbe kingine cha tatu ambacho kimemkomboa, akitaka kukata mawasiliano kutoka kwa Baba na mwanaye. Maana wokovu unatoka kwa Baba kupitia kwa mwanaye, tunapokea chemichemi ya uzima, Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona pia katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, maneno haya tuyathibitishe, sura ile ya 87 inayosema kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, Yesu akipaa kwenda mbinguni. Tunasoma katika kitabu hiki ni ukurasa wa 447, na kwa Kiingereza ni ukurasa wa 834 aya ya pili. 834 aya ya pili tunasoma maneno haya. Mtumishi wa Mungu tusomee. Nasoma katika Tumaini la Vizazi Vyote. Ndiyo. Lakini aliwapungia mkono akisema, Yesu akiwa amefufuka ameingia katika nyua za mbinguni, malaika wanataka kumtawaza, na wapungia mkono akiwatuliza akisema, bado hawezi kupokea taji ya utukufu. Ndiyo. Na vazi la kifalme. Sasa ndiyo anaingia mbele za Mungu Yesu Baba. Anaingia mbele za Mungu Baba. Kumbe kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akaonesha makovu ya kichwa chake. Ndiyo. Ubavu uliochomwa. Ndiyo. Miguu iliyokuwa na majeraha. Ndiyo. Akainua mikono yenye alama za misumari. Ndiyo. Alionyesha nyara za ushindi wake. Anampatia Mungu marimbuko. Wale waliofufuka pamoja naye kama wawakilishi wa umati wa wale watakaofufuka kutoka makaburini atakapokuja mara ya pili. Amina. Anamwendea Baba. Yes. Ambaye kwake ndiyo kuna furaha kwa mwenye dhambi mmoja anayetubu. Ndiyo. Ambaye anamfurahia kwa kuimba. Amina. Kabla ya kuweka misingi ya dunia. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, Baba na Mwana. Baba na nani wapendwa? Na Mwana. Na shauri la amani litakuwa kati ya hao wangapi? Wawili. Na Baba na Mwana. Baba na Mwana. Ndiyo. Walikuwa wameungana katika agano la kumkomboa mwanadamu. Ndiyo. Ikiwa atashindwa na shetani. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpango wa ukombozi unawekwa kutoka katika patakatifu pa mbinguni, ambapo tunaona kwamba Baba na Mwana, na tunaona katika hema ya patakatifu mbinguni wahudumu wengine kando ya Baba na Mwana walikuwa ni malaika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kwamba kulikuwa na malaika ambaye Mungu alimuinua kuwa nafasi ya tatu kutoka kwake. Alitaka naye ibada inayomwendea Baba na nani? Na Mwana. Na tunaona kwamba kumbe mpango wa ukombozi uliwekwa na Baba. Tunaona kwamba ni Mungu, Bwana Yesu asifiwe, na mwanaye Yesu Kristo. Mwana wa nani wapendwa? Wa Mungu. Na tunaona kwamba huyu Mungu alimtoa mwanae Yesu Kristo, si ndivyo? Kwa kipatanisho ili tuweze kuokolewa. Na Mungu tunapozungumza habari zake tunamwabudu Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kwamba Mungu ni nafsi iliyo hai na wa kiroho. Mungu ana umbo, lakini Mungu ana roho. Bwana Yesu asifiwe. Na roho yake au uzima wake
alimpatia pia mwanaye Yesu Kristo. Tunaona kwamba baraza la uungu, baraza la nini wapendwa? Uungu Linakaliwa na Baba na Mwanaye ambaye ni nafsi iliyo hai, maana yake kwamba ana roho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba Baba na Mwana wana roho. Wana nini wapendwa? wana roho. Wana roho. Wana roho, anaitwa Roho Mtakatifu. Na roho nini wapendwa? Mtakatifu. Mtakatifu, maana Mungu ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tunaona kwamba Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu, pia ni roho wa Kristo. Tunaona kwamba Baba alimpatia mwanaye roho wake, na sisi kutoka kwa mwana au kupitia kwa mwana tunapokea roho wa nani wapendwa? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini? Ulimwengu. Kumbe kuna Mungu ambaye alimtoa mwanaye pekee Yesu Kristo, ili kupitia kwa Kristo tuweze kupata uzima wa milele, tupokee roho wa nani wapendwa? Mtakatifu. Lakini shetani kwanza ameingiza nadharia ya kwamba hakuna hekalu wapi? Mbinguni. Lakini cha pili anahitaji kuondoa kwamba hakuna Mungu kwa kuingiza fundisho lile la fundisho la utatu, kwamba kuna kiumbe kingine ambacho kilihusika kumkomboa mwanadamu. Sasa angalia, leo Mungu amewekwa awe ni Mungu wa kamati. Mafundisho ambayo tayari sasa yameshaunganisha makanisa kuelekea katika pambano la mwisho, fundisho likitumika fundisho la utatu ya kwamba kuna kiumbe kingine kinastahili kuabudiwa, kinaitwa Mungu Roho. Unajua kuna tofauti ya Mungu Roho na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna tofauti ya Mungu Roho na roho wa nani? Wa Mungu. Mungu Roho ni kiumbe kingine kabisa, lakini roho wa Mungu au Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shetani amejiinua kwamba ni Mungu akisujudiwa hapa duniani na maelfu ya watu. Ndio maana Mungu anatupatia ujumbe wa malaika yule watatu, tuwaite watu wasimsujudie mnyama na sanamu. Na tunakumbuka mnyama ni mamlaka ya upapa ambayo ni muasisi wa hilo fundisho la utatu, ambalo mwaka huu mwaka 2025 linafanyiwa sherehe baada ya kuasisiwa mwaka wa 325. Na baada ya hili na huu asisi, kwa kweli watu wa Mungu hatavumilia, pambano litafungwa. Maana hawataishia hapa tu, wanaenda kulazimisha siku ya kwanza ya juma kama siku ya ibada. Na tunaona kwamba fundisho hili likiwa linawafunga kwamba kuna kiumbe kingine, kwamba Roho Mtakatifu ni kiumbe kingine ambacho kiko kando ya Baba na nani? Na Mwana. Maana yake kwamba hayuko kwa Baba, hayuko kwa Mwana. Na mwili pasipo roho haufai, umekufa. Mwili pasipo roho umefanyeje? Umekufa. Yaani kwamba kwa kweli maana yake kwamba Mungu hayupo na mwana wa Mungu hayupo, ila kuna Mungu Roho. Kuna Mungu Roho. Sasa tayari hapa kunaingia mgogoro. Angalia jinsi ambavyo Mungu wanavyomfafanua, au Mungu ambavyo shetani analeta nadharia ili kwamba kuwaondolea Mungu katika maisha yao. Maana tunaambiwa kwamba Mungu anasema kwamba ili awe Mungu ni Baba, Mwana na nini? Wanasema Mungu mmoja. Wanasema kwamba unajua huko wale ambao wametoka katika mfumo wa General Conference, hata katika viapo ulikuwa unaapishwa. Je, unaamini ya kwamba kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, si ndivyo? Na tunasema nini? Ndio naamini. Halafu ndio naenda kubatizwa. Ndio maana watu wa Mungu wamebatizwa upya katika ubatizo wa kweli wa kuamini kuna Mungu mmoja aliye Baba, nafsi na wa kiroho, lakini pia kuna mwanae Yesu Kristo. Na tunaona kwamba ubatizo wa Mathayo 28 mstari wa 19 unamuinua Mungu wa pekee wa kweli Baba na mwanae Yesu Kristo, na tunapokea uzima kutoka kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ni roho. Kwa wao wanasema shetani ameleta nadharia kwamba Mungu mmoja, kwamba Mungu wanasema kwamba Mungu wanasema ni Baba, unaona, Mwana na nini wapendwa? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Kwamba ili awe Mungu, huyu Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndiyo maana sasa tunaona kwamba siku za mwisho kuna kitu kinaitwa Babeli, machafuko. Angalia machafuko yaliyoko hapa, kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na tunaporudi katika Injili ya Yohana 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini? Ulimwengu, hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa nini? Milele. Sasa inakuja ni changamoto hapa. Hivi hapa Mungu aliyemtoa mwanae wa pekee katika huyu Mungu ni nani? Maana wanaambia kwamba Mungu ni Baba, Mwana na nani? Sasa huyu Mungu aliyemtoa mwanae pekee ni nani? Tayari hapa kunakuwa na mgogoro ya kwamba Yesu ni huyo huyo Mungu, Yesu ni huyo huyo Mwana. Yaani wakati mwingine wanafanya kwamba Mungu ni Mungu anayejigeuza geuza, anakuwa Baba, anakuwa nani? Mwana, anakuwa lakini anakuwa Baba, anakuwa Mwana, anakuwa nani? Roho Mtakatifu. Hili ni kufuru, ni shetani kuwaondolea watu Mungu katika maisha yao. Lakini kuna Mungu ambaye ana mwanae Yesu Kristo,
na kupitia kwake tunapokea Roho Mtakatifu. Lakini wanafundisha kwamba kuna kiumbe kinaitwa kwamba kuna Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu nini? Na hila zake shetani akihitaji kuabudiwa yeye, badala ya kwamba Roho Mtakatifu awe ni Roho wa Mungu, bali awe ni Mungu Roho, ni kiumbe kingine. Kwa shetani ameingiza nadharia ya kwamba hakuna patakatifu mbinguni, nadharia ya pili ya kwamba hakuna Mungu. Hakuna Mungu, maana kama Roho Mtakatifu ni Mungu mwingine yuko kando ya Baba na Mwana, maana yake Baba hana roho na Mwana hana nini? Yaani hawapo. Kimsingi kwamba Mungu wetu ni Mungu aliye hai, ana roho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yeye ndiye chemi ya uzima, na kutoka kwake alimpatia mwanae Yesu Kristo roho wake pasipo kipimo, na kupitia kwa Mwana tunajazwa uzima wa Mungu, roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu wetu hajatuacha gizani. Tunapoendelea na mada hii, tunapoelekea kuhitimisha, watu wa Mungu, tuone jinsi Mungu ambavyo ametukirimia kupitia wajumbe wake manabii. Hajatuacha gizani, watu wa Mungu. Na tunaporudi katika imani ambayo tumerudi ya Waadventista wa Sabato wa awali, kwa kweli pambano hili sisi sio wa kwanza. Shetani aling'ang'ana hata kile kipindi. Tunaona kwamba Mungu katika kuwaita watu wake aliwapatia misingi au mafundisho ambayo yatawatofautisha na imani zingine. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kwamba historia inatuambia kuanzia mwaka 1872 Mungu anawaongoza watu wake. Ile misingi ambayo alianza kuwakabidhi tangu mwaka 1844 inachapishwa ikiwa misingi 25. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo ilikuwa ikiinua Mungu mmoja mwenye nafsi na wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Katika huo msingi namba 1. Na hiyo lazima tuwasaidie sasa hata wengine ambao bado wanang'ang'ana, wengine bado wamefunikwa na giza, kwamba waliamini kuna Mungu mmoja mwenye nafsi na wa nini? Na yuko kila mahali kwa njia ya roho wake, maana roho wa Mungu anatolewa. Bwana Yesu asifiwe. Waliamini msingi wa pili kwamba kuna Bwana mmoja, Yesu Kristo mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia kwake tunapata ukombozi, maana alichukua asili yetu akaja kufa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kwamba wasisi katika kupambana, shetani alianza kung'ang'ana kuingiza nadharia ya kwamba Mungu hayupo kiuhalisi. Yaani hakuna kabisa anayeitwa Mungu yuko pale. Ndiyo maana kwamba hapa wanakuambia ili awe kwamba Mungu ni Baba, Mwana, yani kwamba hakuna halisi, hakuna ambaye yani ni Mungu halisi, ila yupo Mungu halisi aliye Baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndiyo maana tuwasaidie hata wengine ambao wanang'ang'ana kutaja mafungu ya Baba, Mwana na Roho wakimaanisha viumbe watatu. Hapana. Baba, Mwana na Roho inaelezea habari ya uungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye Baba ndiye Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo mwanae ambaye wana roho moja, ambaye roho wa Mungu na roho wa nani wapendwa? Wa Kristo. Katika mwaka wa 1902 shetani alinua mtu mmoja miongoni mwa vuguvugu la watu wa Mungu, aliitwa John Harvey Kellogg. Najua hata ambao wanafuatilia katika mtandao wanaweza kuona hizi siri, na hasa tunahitaji kuwaokoa haraka ambao wanaelezwa kwamba tulieni, hapa ni kanisa la Mungu wa Adventista wa Sabato walio chini ya mfumo wa General Conference. Maana wanafunikwa na nuru ambayo Mungu ameitoa ifunikwe ili dunia ifunikwe na giza. Lakini Mungu lazima awe na watu kama ambavyo ametuita tuangaze nuru, hata wao tuwasaidie haraka. Katika mwaka 1902 huyu ndugu John Harvey Kellogg aliingia katika vuguvugu, yeye akiwa na karama ya utabibu. Lakini anapoingia akapata ushawishi, yeye akapata fursa ya kuanza kusimamia mambo ya tiba. Na anapoanza kusimamia mambo ya tiba, akaanza kuingiza nadharia ambazo watu wa Mungu walitoka katika hayo madhehebu. Kwanza tunaona kwamba watu wa Mungu walianza kujitenga kutoka katika kanisa Katoliki wa Protestanti, lakini Uprotestanti ukaacha kutengeneza. Tunaona watu wa Mungu wanachomoka mle, wanarudi kutii amri za Mungu na imani ya nani? Yes. Na kuanza kutunza nini? Sabato. Kwa tunaona kwamba kupitia kwa John Harvey Kellogg akaingiza nadharia ya kwamba Mungu ni nguvu fulani tu ambayo inajaa katika uumbaji wake. Yaani kwamba Mungu hakuna halisi, kwamba anaitwa nani? Mungu. Na haya mambo sasa hebu tuyasome kidogo kwa ufafanuzi hapa ili tupate picha, watu wa Mungu, kwamba kumbe cha kwanza shetani anang'ang'ana kwamba hakuna hekalu wapi? Mbinguni. Lakini nadharia ya pili anaingiza kwamba Mungu hayupo. Yaani hakuna anaitwa Mungu katika uhalisi, lakini wapendwa Mungu yupo, ambaye na mwanae Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu hiki kinaitwa Huduma za Uponyaji. Sura yake ya 36
inayosema hatari katika ujuzi wa kudhania au kubahatisha. Tunahitaji tusome tu aya 428 aya 3 na 428 aya 4. Mtumishi wa Mungu, hebu tusomee hapa kidogo. Anzia hapo hali 428 aya 3, mtumishi tusomee. Hali yetu tulipopitia, narudia, Ndiyo. Hali yetu tulipopitia dhambini sio ya asili. Wapendwa, hali yetu tulipopitia dhambini, tulipoanguka, kwa kweli sio ya asili. Yaani nguvu iliyotumika kutuangusha ni kubwa. Na hivyo ni lazima nguvu isiyo ya kawaida iturejeshe tena. Lazima nguvu isiyo ya kawaida iturejeshe Tena. na hapo lazima tuione hiyo nguvu inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea mtumishi. Vinginevyo nguvu nyingine yoyote haitakuwa na thamani au nguvu yoyote. Ndiyo. Kuna nguvu moja tu. Kuna nguvu moja tu ambayo inaweza kuvunja, kuishikilia dhambi kutoka katika mioyo yetu wanadamu. Ndiyo. Na hiyo Ndiyo. ni nguvu ya Mungu katika Yesu Kristo. Ni nguvu ya Mungu katika Yesu Kristo. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu kidogo hayo maneno hapo tulipofikia tuyasome pia katika kitabu hiki cha Maranatha kidogo. Maranatha Mei 5 inayosema dhana potofu kuhusu Mungu. Kiingereza ni ukurasa wa 133 aya ya 4. Tunaona kwamba nguvu ile ambayo inatusaidia kushinda dhambi ni nguvu ya Mungu katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni nguvu ya Mungu ambayo iko ndani ya Yesu Kristo. Hebu soma hapo kidogo mtumishi tena. Aya ya kwanza. Ndiyo, aya ya 3 hapo. Aya ya 3. Ndiyo. Inasema kama dhana hizi zikifuatiliwa, hapa kidogo. Aya ya 2. Aya ya 2. Ni mamlaka moja tu iwezayo kuvunja nguvu ya uovu kutoka mioyoni mwa watu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo. Na hiyo ni nguvu ya Mungu iliyo ndani ya Yesu Kristo. Ni nguvu ya Mungu iliyo ndani ya nini wapendwa? Ya Yesu Kristo. Na hiyo nguvu ya Mungu ni roho wake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye Baba alimpatia pia mwanae roho wake, na sisi kupitia kwa mwana tunapewa roho wa Mungu tupate nguvu ya kushinda nini wapendwa? Dhambi. Endelea mtumishi kwenye kitabu cha huduma ya uponyaji hapo. Anaendelea nasema, ndiyo, ni kwa damu ya yule aliyesulubiwa tu ndiyo kuna utakaso kutoka kwenye dhambi. Neema yake pekee ndiyo inatuwezesha kupinga na kutiisha mielekeo ya asili yetu iliyoanguka. Nadharia za kiroho zinazomhusu Mungu huifanya neema yake kutoleta ufanisi unaotakiwa. Ikiwa Mungu ni asili inayoenea kwa maumbile yote, yani huyu alileta fundisho linaitwa pantheism, kwamba Mungu ni nadharia, ni nguvu inayoenea katika asili yake, yani hayupo, ni nguvu tu ambayo imejaa katika viumbe vyake, yani hayupo Mungu halisi. Ikiwa Mungu ni asili inayoenea kwa maumbile yote, basi anakaa ndani ya wanadamu wote. Na ili kufikia utakatifu, mwanadamu anapaswa tu kukuza uwezo ndani yake. Aha. Na hapo ndipo kuliko na kiini cha umizimu katika fundisho hili la utatu. Maana linamuondoa Mungu, kwamba Mungu sasa yeye anageuka yeye ni nguvu tu fulani ambayo inakaa katika viumbe vyake, na kwamba anakaa katika wanadamu wote. Unaona, leo hujawahi kusikia mtu ambaye alikuwa jambazi kabisa, jambazi, ila wanasema kwamba amerudi kwa ndugu zake, amekuwa ni malaika mbinguni, anawapatia habari za mbinguni, ameona mambo haya na haya. Wangapi ambao tuwahi kusikia mambo? Yaani hii ni kwamba watu wa Mungu hili fundisho la pantheism ambalo kwamba linafungwa katika fundisho la utatu, maana yake kwamba linaita nadharia kwamba Mungu yeye ni nguvu fulani tu ambayo inakaa katika viumbe vyote, katika wanadamu. Lakini ukweli ni kwamba watu wa Mungu anakaa ndani ya watu wake tu. Hilo tulikuwa tunalifahamu watu wa Mungu? Maana Roho Mtakatifu tunaambiwa kwamba ni pumzi ya uhai wa kiroho ndani ya nani? Ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu anaweza akawa hai kimwili, lakini kiroho amefanyeje? Amekufa. Maana kwamba Mungu anakaa ndani ya waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndiyo maana tuko hapa ili kujengana, tukaa katika ukweli. Ukweli wa Mungu unapokaa ndani yetu, Mungu anakaa ndani
Kwa Mungu anakaa ndani ya watu ambao wamekubali kwamba wao wawe hekalu la nani? La Mungu. Kwa mpango wa patakatifu hekalu la hapa duniani ambao ulikuwa mfano na hekalu la mbinguni, lengo ni kutukamilisha sisi tuwe makao halisi ya nani wapendwa? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea msomaji. Anasema ndio, nadharia hizi zikifuatiwa na hitimisho lao la kimantiki au lojiki, zinafagilia mbali utajiri wa elimu yote ya Kikristo. Wanaondoa ulazima wa kufanyiwa upatanisho na Mungu na kumfanya mwanadamu kuwa mwokozi wake mwenyewe. Hebu tutulie hapo. Kumbe nadharia hii ya kwamba Mungu sio halisi, hayupo, ila ni nguvu fulani tu ambayo inakaa katika viumbe vyake, kwa kweli hapo tunaambia kwamba fundisho hili linafagilia mbali utajiri wote wa Kikristo. Yaani uchumi wote wa Kikristo, kwa sababu utajiri wa Kikristo uko kwenye Injili ya Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ni wapendwa ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa nini wapendwa? Wa milele, apokee roho wa Mungu. Sasa fundisho hili linafagilia mbali mafundisho yote ya Kristo. Wanadamu wanafanya kwamba wao sasa ndio Mungu wenyewe, maana sasa si hakuna Mungu. Na kwa kweli, hebu soma hapo kidogo, kuna maneno mazito yanazungumzwa. Nadharia hizi kuhusu Mungu ndio kulifanya neno lake kutokuwa na maana. Yaani watu hata Biblia sasa wanashindwa kuielewa. Na wale wanaozikubali nadharia hizi wako katika hatari kubwa hatimaye ya kuongozwa kuitazama Biblia nzima kama riwaya au hadithi za uongo na za kubuni. Wangapi ambao leo tumekutana nao wanasema hii Biblia bwana, yaani wanachukulia kama kitabu cha kwa sababu shetani alichokianza ni kuwatolea Mungu wa kweli. Ili kusudi Biblia, hata Biblia waione kwamba ni kitabu cha nini? Kama cha riwaya. Lakini Biblia ni kitabu cha vitabu. Hakina mpito, hakipitwi, maana kina maneno yake yamejazwa pumzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno lilo hai. Kwa hiyo watu wameondolewa hapa duniani Mungu. Kwa watu wa Mungu tunayo kazi ya kuwarejeshea watu au kuwarejesha watu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa watu kupitia fundisho la nadharia hizi, kwamba fundisho hili la kwamba hakuna Mungu, kwamba Mungu ni Mungu anayegeuka anakuwa Baba, anakuwa Mwana, anakuwa Roho huyo, ni fundisho ambalo linawatoa watu katika ukweli na kuwafanya wao wajitumainie wao tu, kwa sababu wanaelewa kwamba, yani wanashindwa kuelewa naabudu Mungu yupi kwa Mungu asiyejulikana. Lakini pia ukija kuangalia katika fundisho hili linawafanya sasa watu washindwe kuelewa mpatanishi wao ni nani, mwokozi wao, watu wafie dhambini. Endelea msomaji pale. Anaendelea kusema ndio, lakini wakiwa wamemfungia Mungu nje ya nafasi yake ya ukuu inayostahili, ndio wanaweka tegemeo lao juu ya nguvu za kibinadamu ambazo hizo bila Mungu ni sifuri tu au pumba tupu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Hebu tukomee kwanza hapo kutafakari haya maneno, kwa sababu sasa hii kwa sababu kwamba Mungu ni nguvu fulani ambayo inakaa katika kila mtu, katika viumbe vyote, kwamba yeyote, kwamba mwanadamu yetu, kwamba yeye anaweza akawa ndiye Mungu mwenyewe. Maana kwamba hahitaji mwokozi kutoka, yani kwamba hahitaji nguvu nyingine kutoka nje yake. Na hivyo sasa watu wamejikuta wanaweka tumaini lao kwa wanadamu kuliko kwa Mungu. Hamjaona hata tulikotoka huko wengi kwenye mfumo wa General Conference, leo wanadamu wameweka tumaini lao kwa wanadamu. Yaani wamefanya viongozi wao wawe ndio Mungu. Hujawahi kusoma siku moja labda neno, wewe ukaonyesha kwamba neno la Mungu linasema hivi, Mungu anasema hivi, lakini anasimama tu mchungaji anasema kwamba mimi nimesema hivi, lakini neno lake linakuwa na nguvu kuliko wewe ambaye umesoma Biblia. Kwa watu wanaweka tegemeo lao kwa wanadamu kuliko kwa Mungu. Na mwanadamu anapoweka tegemeo lake kwa mwanadamu, kwa kweli hadhi yake inashuka kwa sababu yeye mwenyewe amejifanya kuwa duni. Na hivyo kwamba wanadamu wamejitumainia wao wenyewe kwamba yani sasa hakuna mwokozi, wao ndio Mungu. Na watu wamefanya Biblia waichukulia kama kitabu cha riwaya. Kwa hiyo watu wa Mungu tumeitwa ili kusudi kwamba tuwarejeshe watu kwa Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwarejeshe watu katika ukweli ili kwamba tuweze kuokolewa. Tunazungumza habari ya kupaingia wapi wapendwa? Tunapoenda kuhitimisha somo hili, nahitaji niwapatie tafakari moja watu wa Mungu. Kwa tunaona kwamba Mungu lengo lake anahitaji akae ndani yetu.
hili hekalu la duniani ambalo liko mfano na hekalu la mbinguni, lengo lake ni kutukamilisha sisi wanadamu. Yesu sasa anafanya upatanisho katika hekalu la mbinguni, lakini pia akituombea, na lengo lake Mungu akae ndani yetu, turudie hali aliyokuwa nayo Adamu na Hawa kabla ya kutenda dhambi. Maana walifunikwa kwa mavazi kama ambayo malaika wanafunikwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndilo lengo ambalo Mungu anahitaji sasa leo akae ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anahitaji akae ndani yetu kwa njia ya Roho wake. Na Kristo anapokaa ndani yetu kwa njia ya Roho wake, tumemkaribisha baba yake, maana Kristo amepewa na baba yake Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaona kwamba Kristo ndiye anayebisha mlangoni sasa. Anahitaji aingie ili kwamba yeye kwa kuchukua ubinadamu wetu, ubinadamu ulishikamana na uungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndicho ambacho Mungu anakihitaji, kwamba akae ndani yetu. Na hivyo tunahitaji kumwalika Kristo katika maisha yetu. Kama ambavyo mitume na manabii walivyosimama, kwa kweli waliamini katika Mungu mmoja ambaye na mwana Yesu Kristo mwenye asili sawa na baba yake, ambaye naye anastahili ibada kama inavyomwendea baba. Na tunaona kwamba walielewa kwamba kuna Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wa Mungu, lakini pia Roho wa Kristo, na sisi tunatolewa wito, na kwamba tunapomwalika Mungu katika maisha yetu akae ndani yetu kwa njia ya Roho wake, kwa kweli tunafanywa kuwa viumbe wapya, tunafanana na Kristo. Tunapofanana na Kristo, watu wa Mungu, kwa kweli tunafanana na baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Yesu ni mfano, ana mfano na sura ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatutafanana tu kiumbo, lakini pia kitabia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Wagalatia 2 mstari wa 20, tunapoenda kuhitimisha, watu wa Mungu, tutafakari haya maneno sasa. Wagalatia 2 mstari ule wa 20. Wagalatia 2:20. Wagalatia 2:20. Na hii wapendwa, ndiyo kanuni rahisi ya kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo anatueleza kanuni rahisi ya kuokolewa. Wapendwa, tumeshaelewa tunayemwabudu ni nani. Tunaelewa kwamba kwa kweli Mungu alianzisha mpango wa patakatifu ili kusudi tuweze kuokolewa. Na tumeelewa jinsi huu mpango, jinsi ambavyo Mungu aliuweka. Hebu Wagalatia 2 mstari wa 20, soma msomaji. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Paulo anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, Lakini ni hai. lakini ni hai. Wala si mimi tena, Ndiyo. bali Kristo yu hai ndani yangu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo anasema amesulubiwa pamoja na Kristo. Kristo alisulubiwa msalabani akafa. Yaani kwa kweli Paulo amekubali kufa pamoja na nani? Na Kristo. Na haya ndiyo maisha ya Ukristo, kwamba kwa kweli tunapaswa kufa kila siku. Yaani kufa kwa mambo gani? Kufa kwa mambo ya kidunia. Si ndivyo watu wa Mungu? Yaani kwa mambo ya kidunia, kwa sababu kwamba mwili ndio natamani mambo hayo. Sasa tunapaswa kuvifisha viungo vya mwili ili kusudi kwamba tuwe hai kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akae ndani yetu. Paulo anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Turudie msomaji. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Ndiyo. Lakini ni hai. Ni hai. Wala si mimi tena. Ndiyo. Bali Kristo yu hai ndani yangu. Ndiyo. Na uhai nilio nao sasa. Wapendwa, uhai ambao tunapaswa kuwa nao sasa. Na uhai nilio nao sasa katika mwili. Na uhai tulio nao sasa katika mwili. Ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Ndiyo. Ambaye alinipenda. Ndiyo. Akajitoa nafsi yake. Ndiyo. Kwa ajili yangu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhai tulio nao tunapaswa kuuficha katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhai tulio nao unapaswa ushikamane kikamilifu na uhai wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhai tulio nao ushikamane na uhai wa Mungu. Ushikamane na Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu. Maana yake ni nini? Hata kama ikitokea maisha haya, maana kwa kweli wema kwa waovu wanalala mauti. Si ndivyo watu wa Mungu? Wema kwa waovu wanalala mauti. Hata kama ikitokea nimelala mauti leo, lakini uhai wangu nimeuficha katika Kristo. Uhai wangu nimeushikamanisha na uhai wa Mungu. Maana yake kwamba Kristo yuko ndani yangu, Baba yuko ndani yangu, uhai wangu nimeuficha. Maana yake kwamba hata kama ukilala mauti leo, kwa kweli utaamshwa uishi tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika ile asubuhi njema Yesu anaporudi mara ya pili kukomesha dhambi na matokeo ya dhambi, maana tutamuona katika ubinadamu wake alioondoka nao atarudi, lakini ukiwa ni ubinadamu uliotukuzwa, ukiwa na utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo tunaona kwamba anakuja kutupatia badiliko la pekee sana la miili yetu.
ili miili yetu hii ya unyonge, watu wa Mungu, ivikwe miili ya utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Tuvikwe miili ya ujana wa milele, tuweze kuishi milele, kwa sababu uhai wetu tuliuficha katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ametupatia mpango wa patakatifu. Tunapopaingia patakatifu, tunajifunza na kumwelewa Mungu wa kweli, na jinsi alivyoweka mpango wa ukombozi kupitia kwa mwana Yesu Kristo. Na sisi tunaona kwamba tunapokea huduma ambayo kwa kweli tunaona kwamba malaika wanashuka, wanapanda na kushuka kutuhudumia, kututia nguvu kama watia mafuta. Mafuta ni roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uhai tulionao wapendwa, ni uhai ambao tunapaswa kuuficha katika Kristo. Mchana huu wa leo, watu wa Mungu, tunahitaji kujikabidhi kikamilifu kwa Mungu. Tuko katika shindano, maana hii sio kazi nyepesi ambayo tunapaswa kuwarudisha watu kwa Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama alivyofanya Elia wa kwanza, Elia Mtishbi. Kama alivyofanya Elia wa pili, Yohana Mbatizaji. Ukisoma Luka 1:16, alifanya kazi ya kuwarejesha watu kwa Mungu wao. Na sisi Elia wa mwisho, tukiwa tumebeba ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, tunapaswa kuwarudisha watu kwa Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wametolewa kwa Mungu. Leo watu wanaabudu kiumbe badala ya muumbaji. Kwa tuwaeleze ukweli ili watu waweze kuokolewa. Ambao wanaungana nami katika mchana huu wa leo, ambao wanasema kwamba kwa kweli Mungu wangu, najitoa maisha yangu kikamilifu. Maana tunapaswa kujitoa kwa kweli kikamilifu, ili ya kwamba tufai sisi wenyewe kuokolewa, lakini pia tufai kuwa vyombo kwa ajili ya kuokoa wengine. Ambao wanasema hivyo, hebu basi tunaweza kunyosha mkono. Kunyosha mkono. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusimame pamoja. Tusimame pamoja tunapoenda kuhitimisha mada yetu ya mchana huu wa leo. Kwa kweli tunaona kwamba kazi tulio nayo ni kubwa. Hivyo kwa kweli tunahitaji ushirika kamilifu na Mungu wetu, ili ya kwamba tufae kukamilisha kazi hii ya mwisho. Tufae kukamilisha kazi hii ya mwisho. Nami tunapoenda sasa kuungana pamoja katika maombi, nitawaalika watu wa Mungu, kila mmoja wetu akisihi ndani ya moyo wake kwamba akijitoa kwamba afanane na Kristo, kwamba awe hekalu la Mungu, kwamba Mungu akae ndani yake, ajazwe Roho Mtakatifu. Kwa kweli mtu kama huyo asisite kufungua moyo wake, maana Yesu amesimama na bisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu amesimama na bisha, anahitaji kuingia ndani yetu, ambao kwa kweli kwa nia dhati tumefungua mioyo yetu ili ya kwamba Mungu akae ndani yetu kwa njia ya Roho wake. Hebu watu wa Mungu, tutanyenyekea katika maombi, tuombe kwa dhati, tujikabidhi kwa dhati, na tukimwomba Mungu atutumie katika wakati huu wa mwisho. Maana kwa kweli tunaona kwamba huduma hii inapoenda kufungwa katika patakatifu pa mbinguni, Yesu anarejea mara ya pili, na marejeo yake yako karibu kuliko ambavyo tunadhani. Watu wa Mungu, tunahitaji sasa kuomba. Tunapoenda kuomba, tutanyenyekea katika magoti. Tunaponyenyekea katika magoti, tutaomba na mtu wa Mungu Amoni, mtumishi wa Mungu Amoni, utatuweka mbele za Mungu kwa njia ya maombi. Lakini wengine wote, watu wa Mungu, kila mmoja akijihoji ndani ya moyo wake kwamba kwa kweli Mungu wangu kaa ndani yangu. Mtu wa Mungu, tunapoenda kunyenyekea karibu kwa ajili ya ombi, sote tunyenyekee kwa ajili ya ombi. Tuombe. Tunakushukuru sana Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa mchana huu wa leo. Tunasema asante kwa maneno yako ambayo ni ya kututayarisha kwa ajili ya kuijua njia ambayo ni ya kukujia wewe. Nawe kwa upendo wako umetujulisha kila kitu, ili kwamba maandalizi yetu yakapate kuwa hakika na tukapate kuamini katika kile ambacho kimethibitishwa na neno lako. Mchana huu wa leo tumepiga magoti mbele zako, tukiomba sasa uweze kuturekebisha, uweze kutupokea katika hali yetu ya udhaifu, ili kwamba siku kwa siku tunapoendelea kujifunza maneno yako tukapate kubadilishwa na kuanza kufanana nawe katika hali yetu ya unyonge hii. Tunashukuru kwa ujumbe mchana huu wa leo. Mtumishi wako endelea kumbariki kwa ajili ya kutoa jumbe kama hizi, si sisi tu bali hata wale ambao wamesikiliza somo hili kupitia vyombo vya mtandao, wakitazama katika simu zao huko waliko. Tunaombea baraka zako, utakapomwaga baraka zako hapa, na wote ambao wameweza kusikia neno hili wakiwa mbali katika vituo vyao huko, endelee kuwabariki nao pia. Tuko katika saa ya mwisho, tunahitaji ujumbe wako, ujumbe huu makini na maalumu kwa ajili ya ulimwengu wa leo uweze kumfikia kila mtu, ili kwamba asiwepo hata mmoja
ambaye atasema mimi sikusikia. Wote tunaamini tutasikia, kwa sababu wajumbe wako nao na wataendelea kuwatengeneza na kuandaa hatimaye waweze kuingia shambani mwako kwa ajili ya kazi hii. Wapatie Roho wako Mtakatifu. Mchana huu wa leo tunashukuru kwa sababu tumefikia hatima ya kipindi cha mchana huu wa leo, na tunakusihi sasa tunakapotembea kwa ajili ya mapumziko mafupi uzidi kuwa pamoja na sisi. Mchana uturudishe kwa ajili ya majifunzo ya kuhitimisha ibada yetu ya Sabato ya siku hii ya leo. Kwa tunaomba kwa imani tukitumainia kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tukuwa tuna mpanga moja baada ya mwingine kwa ajili ya kutawanyika kwenda katika kupata chakula cha mchana kwa ajili ya riziki za kimwili. Basi tutaimba na timu ile ya uimbaji, tutaimba wimbo namba 140 na wote kwa pamoja. Mchana wote wa leo tunaongozana sehemu moja, mgeni mwenyeji kama ambavyo ni kawaida, tunaongozana sehemu moja kwenda kupata riziki ya kimwili kama ambavyo Mungu ametujalia. Basi nikaite timu ya uimbaji tuimbe wimbo namba 140, Itwae Jinsi Nilivyo. Timu ya waimbaji, karibu tumtukuze Mungu kwa kile ambacho ametupatia, namna ambavyo mpango wake. Karibu tena. Itwae hivi nilivyo, umemwaga damu yako, nawe ulivyoniita Bwana Yesu, sasa naja. Hivi nilivyo si langu kujiosha, roho yangu nisamehe dhambi zangu Bwana Yesu, sasa naja. Hivi nilivyo sioni kamwe furaha moyoni, daima ni mashakani Bwana Yesu, sasa naja. Hivi nilivyo kipofu, maskini na mpungufu, wewe ndiwe utajiri Bwana Yesu, sasa naja. Hivi nilivyo mimi tu siwezi kujiokoa, na wewe hutanikata Bwana Yesu, sasa naja. Hivi nilivyo mapenzi yamenipa njia wazi, amina mali sazi Bwana Yesu, sasa naja.